kaunti nambari 2 sasa, ambapo baadhi ya wakazi wa maeneo ya Funzi na Msambweni huko Kwale wameweka makubaliano ya kuwekeza katika kilimo cha kisasa na ujenzi wa bandari kwenye mashamba yao. Wakazi hao wameweka makubaliano hayo na kampuni ya Concrete Capital kutoka Canada, ambapo mapato ya kilimo hicho yatagawanywa baina ya wakazi na wenyeji. Wakati wamechukua hiyo shamba yangu, mimi mwenyewe nitakuwa niko pale pale, naona wanavyolima, wanavyoendelea na mazao yao, nina monitor. Wakipata mazao maybe wamepanda, tunaita malimao Kiswahili. Sasa nitajua wameveti magunia mangapi ama tani ngapi. Kwa hiyo tumekubaliana na wawekezaji, kama ni tani 5, tani moja itakuwa ni vibarua, tani 2 ni zao, tani 2 ni za mkulima. Kwa sababu ni mradi kwanza umeokolea mashamba, kwa sababu badala ya kuuza shamba ni una manufaa, kwa sababu hilo shamba litakuwa limeokoka kutoka kwangu mpaka kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo na pia umeleta uajiri kwa wale vijana ambao wamezunguka na huo mradi, itakuwa ni manufaa makubwa. Kama ni Funzi kutakuwa na poti kubwa kama kushinda hata ile poti ya Shimoni. Kwa hiyo tutafurahi sana, maana vijana watapata ajira, vijana sasa wana ajira. Madam Kwale County imejitahidi, tumepata ajira vijana wengi wa kutosha kama huko Shimoni port, lakini sasa tumeongezewa port nyingine kama ile ya Funzi, itakuwa ni bora zaidi. So these projects are going to be now that we have the contract signed, we are going to be putting all the scopes of work, all the architecture. For the Funzi Island project, we expect to have residents living in the next couple of years. First resident move in 2029. For the agricultural projects, we expect to start as soon as possible. We already have nurseries full of seedlings ready to be planted. Tuelekee kaunti namba 43 ambapo muungano wa vijana kutoka Kasipul huko